Mmiliki wa eneo la mazishi huko Colorado, ambaye alikiri kumwacha marehemu ndani ya gari la kubeba maiti kwa zaidi ya mwaka mmoja na kuficha kwa njia isiyofaa majivu ya watu wasiopungua 30, amehukumiwa kifungo cha miezi 18 gerezani, ofisi ya mwendesha mashtaka ya wilaya ya Denver ilitangaza. Miles Harford mwenye umri wa miaka 34 alikiri mwezi Aprili kosa moja la jinai la unyanyasaji wa mwili wa marehemu na kosa moja dogo la wizi. Mashtaka mengine aliyokuwa anakabiliana nayo yakiwemo ya utengenezaji wa nyaraka za kughushi na wizi mwingine yalifutwa kama sehemu ya makubaliano ya kukiri kosa. Adhabu ya miezi 18 aliyopokea ndio adhabu ya juu zaidi inayoruhusiwa kisheria katika jimbo la Colorado kwa makosa hayo. Hakuna kitakachoweza kufuta machungu makubwa ambayo Miles Harford aliyosababishia familia nyingi, lakini tunatumaini kuwa hukumu hii itawapa familia na marafiki wa marehemu kiasi fulani cha haki, alisema mwendesha mashtaka wa Denver John Walsh katika taarifa yake siku ya Jumatatu. Harford alivunja kwa namna ya kushangaza na kinyume kabisa wajibu wake wa kitaaluma na maadili, na kwa hilo sasa atawajibika, aliongeza. Harford alikamatwa mwaka jana baada ya maafisa kugundua mwili wa mwanamke aitwaye Christina Rosales aliyekuwa na umri wa miaka 63 aliyefariki kutokana na ugonjwa wa Alzheimer ukiwa nyuma ya gari lake la kubebea maiti umefunikwa kwa blanketi. Mwili huo ulikuwa hapo kwa kipindi cha takriban miezi 18. Mamlaka zilisema kuwa aliwadanganya ndugu wa Rosales kwa kuwapa majivu ya mtu mwingine akidai kuwa ni marehemu. Polisi pia walikuta majivu ya watu wengine waliokufa yakiwa yamehifadhiwa ndani ya masanduku katika nyumba aliyokuwa akipanga, ikiwa ni pamoja na sehemu ya chini ya nyumba. Waendesha mashtaka walisema kuwa aliwatendea marehemu na mabaki yao kwa njia ya kudhalilisha na isiyokubalika kwa familia yote ya kawaida. Hukumu dhidi ya Harford inakuja kufuatia miaka ya matukio mengine ya kutisha yanayohusiana na nyumba za mazishi huko Colorado, ikiwemo kesi moja ambapo wamiliki walituhumiwa kuhifadhi maiti karibu 200 katika jengo bovu na kuwapa familia majivu ya kughushi. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.